Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu wa Kiislamu, wale ambao mnafuatilia madarasa yangu katika YouTube zangu na vile vile katika TikTok zangu, basi kwa majina naitwa Sheikh Murid wa Kenya, riadhi ya elimu. Inshallah, wakati tunapokuwa tunatoa madarasa haya, lazima ndugu yangu ufuatilie zile live zangu vizuri sana, kwa sababu kuna madarasa mengi sana nimekuletea. Kuna dua nyingi sana tumesoma huko, na kuna vitu vingi sana tunasoma huko, na vile vile vitu vile tunavyofundisha, sawa, ni vitu vizito, sawa. Kikubwa cha kuzingatia ni utumizi wa hikma katika elimu ya tiba. Ndugu zangu, tukiwa katika maisha haya ya dunia, kuna mitihani mingi ambayo tunayopitia, na kuna vitu vingi ambavyo tunavyovipitia katika maisha haya ya dunia. Lakini muhimu, watu wengi wamefeli katika hikma. Watu wengi tumefeli katika hikma, sawa. Kwa hivyo mimi binafsi huko nikiwa nafundisha masomo ya elimu ya tiba, na huko pia naandika vitabu vya hekima ili kuwafundisha watu hikma, kwa sababu watu wengi sana wamepotelewa na elimu ya hekima. Lakini leo kuna maneno madogo nitakwambia, alafu kuna kitabu hapa nitakifundisha angalau kwa mukhtasar, kwa ufupi. Ndugu yangu, tukiwa tunafundisha hikma, tunamaanisha kwamba katika dunia hii kama hauna hikma, wewe utahangaika na utateseka na utaona dunia ni chungu kwako, kwa sababu elimu yako na akili yako huitumii katika hikma, sawa. Kwa hivyo leo tukiangalia katika masala ya wanachuoni, mambo ambayo walikuwa wametuandikia, yani kwa wewe ambao unataka kujifundisha elimu ya matibabu, elimu ya tiba, au elimu kama elimu nyingine ya fikihi, au elimu ya Qur'an, au elimu ya sunna, lazima utakukumba mambo manne. Jambo la kwanza ni shamatatul aada, sawa, matusi ya maadui. Maadui watakutukana, watakudhalilisha, watakufanyia kila aina ya kero. Muhimu wewe unatakiwa kuvumilia. La pili, malamatul asdiqa, yani lawama za marafiki. Lawama za marafiki zitakupata tu, sio rafiki yako, wengine wadogo zako, wengine mke wako, wengine tu, yani mtu tu akajitokea from nowhere huko atakuja kukulaumu wewe, sawa. Lakini ta'anul juhala, sawa, ukiwa unataka kuwa mwalimu au unajishughulisha na masuala ya elimu, utakutana kitu kinachoitwa ta'anul juhala, kuaibishwa na wajinga. Wajinga watakuja kufuatilia aibu zako. Kakosea kwenye nahau, kakosea kwenye sarfa, kakosea sijui aya hii alikuwa anataka kuweka hapa mada akakosea, au kwa sababu wale ni wajinga, sawa, lakini wanafuatilia aibu zako. Kwa hivyo watakuaibisha kwa namna moja ama nyingine. Yatakapokukumba haya, endelea mbele, sawa. Jambo la mwisho, hasadul ulamai, sawa, hasadi za wanawachuoni wenzako, walimu wenzako, wanafunzi wenzako. Kama unafaulu vizuri darasani, wewe ni mwanafunzi bora, sawa, unafaulu katika darasa, wale wanafunzi wenzako watakufanya uadui. Vile vile kwa shekhe, wale mashekhe wenzako watakufanya uadui, na vile vile watakufanya wasili kwa namna moja ama nyingine. Na vile vile utakuta kama wewe unapata kipato, wale ambao wamekuzunguka watakufanya wasili, sawa. Hasadul ulama, yani hasadi za wanachuoni wenzako. Na vile vile ukivumilia mambo haya utapata izul qanaa, utukufu kukinai, haibatul yaqin, tisho la yakini, ladhatul ilmi, ladha elimu, na hayatul abadiya, na maisha mazuri ya milele. Hani katika mambo ambayo utakutana nayo, ukavumilia maudhi, utapata mambo ya faraja kwa namna moja ama nyingine. Ama la mwisho, atikuambie mtu elimu hii unasoma ni ushirikina, alafu unasaidia watu, unajua kabisa unasaidia watu ukamfuata, hamna. Pili, asikwambie mtu wewe sijui unakosa kule kukosoa ikawa ni njia rahisi kwake yeye kukutoa katika hali uliyokuwa nayo. Moja katika wahenga wanasema, unaona yale mawimbi makubwa baharini yale hayajaweza kubadilisha mwelekeo wa samaki. Kwa hivyo na wewe pia, mtu asije toka kuambia maneno ya kijinga ukafuata ukaona wewe hujiamini, yani elimu yako ni chache au ni pungufu, ukaamua kufuata kwa vitu ambavyo havina msingi. Ama la mwisho,
tuko na Yasin Karama hapa. Hivi vitabu vya Yasin maulama wale mashekhe waliobobea katika elimu ya tiba wameweka vitu vingi, na Yasin wameweka nyingi. Kuna Yasin Tushi, kuna Yasin Asadi, kuna Yasin Karama, kuna Yasin Muhlikati, kuna Yasin Halaki, kuna Yasin Kubra, kuna Yasin Shwaka, kuna Yasin Yasin ziko nyingi sana, nyingi. Sasa zile Yasin ambazo zimetengenezwa kwa lengo la kuwasaidia watu, kuna Yasin ilaji sihiri, sawa, kuna Yasin al-makbuli, kuna Yasin al-qada al-hajati. Zile zote ni Yasin. Kwa nini wametengeneza? Kwa sababu baada ya kuona watu wanateseka, watu wanahangaika, ndio wakaamua kutengeneza vitabu kama hivi. Hivi ndani mwake kuna dua ambazo ukizisoma, kama ulikuwa na maziki atakondoka, umaskini utakondoka, ufakara utakondoka, na ukataka elimu utapata, ukataka kujikinga na maadui hivyo, ukataka kujina. Yaani vitabu viko vingi. Kwa ufupi, tusichoke kusoma vitabu. Tusichoke nini? Kusoma vitabu. Na vile vile kila utakapo darasa langu mimi nimeliweka kwenye YouTube, lina maana yake, lina faida zake, lina miujiza yake. Usikose kunifuatilia, fuatilia kuanzia kwenye video za kawaida na mpaka kwenye live zangu. Inshallah utafaidika mengi. Mwanafunzi wangu ananifuatilia, sawa? Yule wale walimu wenzangu wananifuatilia, mashaka wenzangu wananifuatilia. Huko kwenye YouTube tumewekea vitu vingi, na pia TikTok tumewekea vitu vingi, lakini sana tumebezi katika YouTube. Na vile vile ukipata video hizi share, like, comment na kusubscribe ili tuende sambamba. Biidhnillah tabarakataala. Wabillahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.